Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Amani ya Mola iwe nanyi. Shalom, shalom. Mheshimiwa sana mama yetu Anita Waitara, mgeni rasmi wa kongamano hili la Lemachu, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Lemachu, Mheshimiwa katibu wa Lemachu, Mheshimiwa Bi Fatma Kikidis, balozi wa amani duniani kwa tiketi ya wanawake na mratibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, waheshimiwa kina mama mliopo hapa, viongozi wa dini mbalimbali. Leo ni siku ya furaha sana kuelekea siku ya wanawake duniani. Ni siku ya furaha kwa sababu wanawake wamejitambua. Wanawake wameamua kuchukua nafasi yao. Wanawake wameamua kukataa udhalilishaji na ukandamizaji wa namna yote ile. Hongereni sana. Mimi nikiwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, ambayo ndani yake kuna idara ya wanawake, idara maalum ya wanawake, tunaweza kujiuliza kwa nini siku ya wanawake duniani? Siku ya wanawake duniani kwa sababu ukisoma historia utaona watu wabaya huko nyuma walimtumia mwanamke vibaya. Walimdhalilisha mwanamke, walimkandamiza mwanamke, bali walimnyima hata haki ya msingi ambayo ni haki ya kuishi kwa sababu tu ya jinsia yake. Na wengine walimfanya mwanamke ni kama matumizi tu ya mwanamume, bali wengine walimnyima hata haki ya kurithi kwa sababu tu ya jinsia yake. Wengine walishindwa hata kumshirikisha mtoto wa kike katika maamuzi mbalimbali kwa sababu tu ya jinsia yake. Alitengwa, hakushirikishwa mwanamke. Ukisoma jamii ya Wayunani huko nyuma, jamii ya Wahindu huko nyuma, jamii ya Wachina huko nyuma na mataifa mbalimbali, utaona mwanamke alivyokuwa akidhalilishwa na kutumika ni kama chombo tu. Lakini dini zetu zikaja kumkomboa mwanamke. Uislamu na Ukristo ukaja kumkomboa mwanamke, ukampa heshima mwanamke, kwamba mwanamke ni mwenza wa mwanamume. Tunaposema mwenza, maana yake ni kwamba ni kama mfano wa vitu viwili, viatu. Viatu viko viwili, ni jozi mbili. Uwezi ukavaa kiatu kimoja
ukaonekana wewe uko timamu, utaonekana ni mwenda wazimu. Ili ukamilike ni lazima uwe na viatu viwili. Kwa hiyo mwanamume na mwanamke ni jozi mbili ambazo hushirikiana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Uislamu, alisema innisa'u shaqa'iqur rijal, wanawake ni wenza wa wanaume. Mwenza maana yake ni watu wanaoshirikiana, ni watu ambao wako pamoja. Kwa maana mwanamke anaweza akamiliki mali, mwanamke anaweza akarithi, mwanamke anaweza akafanya kazi, mwanamke anaweza akafanya biashara, anaweza akashirikiana. Ukiacha kuwa ni mke ndani ya nyumba, lakini bado ana uwezo wa kumshauri mumewe, ana uwezo wa kumsaidia mumewe, ana uwezo wa kushirikiana na mumewe, ana uwezo wa kuleta maendeleo katika nchi. Lakini mwanamke anaweza, na mfano mzuri ni wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipochukua uraisi, watu hawakufikiria, walidhani hatutafika, Watanzania hawatafika. Badala yake mama ameweza kufanya ambayo hata wanaume waliomtangulia hawakuweza kufanya. Maana yake mwanamke anaweza. Sasa leo ukatili wa kijinsia, unyanyasaji na ukandamizaji dhidi ya wanawake ni mambo ambayo hayakubaliki, na wanawake wenyewe ni lazima wasimame pamoja kutetea haki zao. Uko nyuma watoto wa kike waliuliwa kwa sababu tu ya jinsia zao. Ukisoma historia ya Waarabu huko nyuma ilikuwa hivyo, na mataifa mengine waliwaua watoto wa kike kwa sababu tu ya jinsia zao. Lakini dini zetu leo, tuna wanawake ambao duniani wanatajwa na wataendelea kutajwa mpaka siku ya Kiyama kama ni wanawake wema na ndio wanawake mashujaa. Mwanamke mtukufu kuliko wote duniani ni Bikira Maria, mama wa Yesu. Ni Maryam binti Imran, mwanamke ambaye hakuguswa na mume, aliweza kumzaa Yesu au Isa ibn Maryam biruhi al-Quds, kwa njia ya Roho Mtakatifu. Alikuwa ni mwanamke mwema sana, alikuwa ni mwanamke mcha Mungu sana, ni mfano mzuri. Lakini kuna mwanamke mwingine, Asia. Asia alikuwa ni mwanamke ambaye ni mke wa Farao, mke wa Firauni. Firauni alikuwa ni mtu mbaya, ni mtu ambaye alidai hata uungu, akajitangazia ana rabbukumul a'la, kwamba mimi ndiye Mungu wenu mkuu. Yani badala ya Mungu muumba wa mbingu na ardhi, yeye akajitangazia uungu. Lakini mkewe Asia alikuwa hakubaliani naye, ila alificha imani yake kwa kumchelea, kumuogopea Firauni asije akamuua. Lakini Firauni alikuwa ni mtu muovu, lakini Asia alikuwa ni mwanamke mwema ambaye anatajwa katika historia hii katika wanawake wema, wanawake wacha Mungu. Lakini pia Amina binti Wahbi, huyu ni mama wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mama mwema, anatajwa katika historia katika wanawake wema. Na Khadija binti Khuwailid, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye mke mkubwa na mke wa kwanza, na alikuwa mke mfanya biashara, kama alivyo Fatma Kekidis, mratibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Yeye ni mfanya biashara,
na ni mratibu wa jumuiya. Lakini huyu Khadija ndiye alimuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukienda kwa upande wa Kristo unakuta kina Magdalena wako kule na wengine wako kule, walikuwa ni wanawake wema, wanawake ambao walisimama kama wanawake kutetea dhulma, kutetea ukandamizaji, kupinga dhulma. Kwa hiyo tuna mifano mingi ya wanawake. Kwa hiyo tunapozungumzia siku ya wanawake duniani, ili tupingane na nini? Ili tupingane na ukandamizaji na udhalilishaji. Leo mimi niliposikia hapa mgeni rasmi ni Anita Waitara, nilifurahi sana kwa sababu mmemwita mgeni rasmi ambaye ndiye mwenyewe ni mama kama nyinyi. Mmefanya jambo jema sana. Lemachu mwenyekiti, na kupongeza sana. Lakini katibu mkuu wa Lemachu, mama, ulipigana sana, ulikuja sana ofisini kwangu kuniomba leo nije nimuunge mkono Mheshimiwa Anita katika jambo hili, na nimekuja japokuwa ratiba za mwezi wa Ramadhani huwa ni ngumu sana. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa ni ngumu sana, lakini nikasema acha nipate nafasi nishirikiane na mama zangu na dada zangu kuwaunga mkono katika kupinga aina zote za ukatili dhidi ya mwanamke. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania itaendelea kufanya kazi na Lemachu, itaendelea kushirikiana nao. Lengo letu ni kumsaidia mwanamke wa Kitanzania, lakini kuunga mkono harakati za kumkomboa mwanamke, kumtua ndoo mwanamke kichwani, kumuondolea leo matumizi ya makaa haya ambayo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekuwa akipigana kuhakikisha kwamba kina mama wanatumia gesi vizuri ipasavyo. Rasilimali hii ambayo tunayo, ili kuondokana na yale matumizi ya kizamani, badala yake tutumie nishati mbadala ili kumfanya mwanamke apunguziwe zile shida, matatizo, afanye kazi zake kwa urahisi kabisa. Na nishati mbadala leo kina mama mmeipokea kutoka kwa Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema haya nisimaliza uhondo kwa sababu ninataka nikusikilize, alafu na mimi niwahi kufuturu kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na walioko hapa ambao wamefunga, niombe Mwenyezi Mungu wote atutakabalie funga zetu. Mungu atubarikie funga zetu, aijalie Ramadhani iwe ni kheri kwa Watanzania wote, na Mwenyezi Mungu aendelee kumhifadhi rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa wenzetu nao wanaendelea kwa rizma, waendelee kuomba ili Tanzania iendelee kubaki kuwa ni kisiwa cha amani. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.